Habari ya wakati huu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania. Bila shaka umekuwa na siku njema na tunaamini afya yako iko salama salimini. Kama kuna mahali hapako sawasawa, kuna changamoto, afya imeyumba kidogo, tunakuombea kwa Mungu akupatie uponyaji. Tunakualika katika kipindi cha Jiko Salama leo hii. Kipindi hiki ni mahususi kwa ajili yako kujifunza kanuni bora za afya kupitia uandaaji wa chakula bora, kwa sababu katika maandiko matakatifu tumeelekezwa kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa kila mmoja analo jukumu la kutunza mwili wake. Ni kwa njia gani chakula anachokiandaa ni bora kwa namna gani, ili kikaweze kuleta tija ya kujenga mwili wako katika njia iliyo sahihi. Lakini pia kupitia kipindi cha Jiko Salama tunakusaidia wewe mtazamaji na sisi pamoja tukijifunza pamoja nawe hamasa ya matumizi ya nishati safi na salama ya kupikia, ili ukaendelea kuwa na afya iliyo safi na iliyo bora kabisa. Mimi naitwa Niva Mongola, na hivyo bila kupoteza wakati, karibu ungane pamoja nami nikimleta kwako rafiki wa thamani. Mimi namtambulisha kwako kama rafiki kwa sababu huyu ametenga muda wake wa thamani kabisa, atakupatia mwongozo na njia sahihi ya kuandaa chakula kilicho bora. Kila mtu anaweza kupika, lakini sio kila mmoja anaweza kuandaa chakula kilicho salama. Kwa hiyo kwenye Jiko Salama endelea kutega sikio na kutazama Hope Channel Tanzania ili ukajifunze kwa uzuri pamoja nasi. Na hivyo basi namleta kwako mtaalamu wa lishe. Rafiki huyu anaitwa Nonza Faresi Tongora, ambaye kwa muda wake wa thamani atakufundisha hatua moja baada ya nyingine ya kuandaa vyakula mbalimbali ili vikalete tija ya afya bora katika mwili wako. Tafadhali salia pamoja nasi na endelea kubarikiwa kwa uzuri. Tutarejea hivi punde. Karibu mtazamaji, sasa tukiwa tayari kuingia jikoni kwa ajili ya kujifunza chakula ambacho tutakiandaa siku ya leo, tukiwa na mtaalamu wetu dada Nonza ambaye atatuambia tumeandaa nini. Tega sikio hapo kwa ajili ya kujifunza taratibu, hatua kwa hatua, ili uendelee kujifunza kwa uzuri pamoja nasi. Dada Nonza, tuko kwenye jiko letu ambalo bila shaka tumeshaandaa kila kitu kwa uzuri kabisa. Leo hii tunaandaa nini? Siku ya leo tunaandaa namna ya kuandaa vitafunwa ambavyo ni vitafunwa lishe, vitafunwa vizuri kwa ajili ya afya yetu. Lakini kwa kwanza leo tutaanza na oats pancake, au kwa Kiswahili tunaweza kutumia jina la shairi, ingawa sio famasi sana. Kwa hiyo sasa jikoni kwetu hapa vitu ambavyo tulivyo navyo ili kutengeneza oats pancake zetu, tuna oats zenyewe, tumetumia hizi white oats pamoja na mafuta ya mzeituni, pamoja na mtindi, pamoja na baking powder, pamoja na mdarasini, pamoja na iriki, pamoja na tangawizi ya unga, na tunatumia chumvi ya Himalayan pink salt, na pia tuna asali kidogo, tuna mayai ya kienyeji, tuna karoti, tuna ndizi. Kwa hiyo katika vifaa hivi ndio pishi letu litakamilika la oats pancake. Karibuni jikoni. Tuanze maandalizi sasa, namna ya kuandaa. Okay. Ili kuandaa hizi oats pancake, kama unazo hizi nzima daniva, ni inabidi tuzisage katika blender, na ni vizuri zaidi kupata heavy duty blender ambayo inasaga ikawa smooth kabisa, ikawa laini sana kabisa. Kwa hiyo tutapima, itategemea na kiwango ambacho unataka kutengeneza kwa ajili ya familia yako. Kwa sisi hapa tutaweka hivi vikombe vya robo 4. Baada ya kuweka hizo oats, tutaweka iliki ya unga. Unaweza kutumia nzima. Sawa. Tunaweka tena mdarasini,
Na pia tunaweka, hii ni tangawizi ya unga. Unaweza ukatumia tangawizi ambayo ni mbichi. Ndio maana nikasema unatakiwa uwe na heavy duty blender. Blender ambayo ina mashine ngumu ambayo inaweza kusaga vitu vyako vikalainika kabisa. Baada ya kuweka hapo, tutaweka chumvi. Sasa mimi nakadiria, ila jitahidi kuweka chumvi kidogo sana. Kwa hiyo tunaweka chumvi kwa ajili ya ladha. Baada ya hapo, tutaweka mtindi. Sasa mtindi tumetumia mtindi ambao ni fresh. Tutaweka mtindi ambao una glasi nzima kama ile iliyopima. Hii itakusaidia pancake zako ziwe soft. Na baada ya kuweka hivyo vitu vyote, basi tutaweka baking powder. Baking powder tumia kidogo tu, kijiko kidogo hichi cha chai. Baada ya kuweka hivyo vitu vyote, basi tutaweka mayai yetu. Nitaenda kutumia mayai ya kienyeji. Sawa. Kwa ajili ya afya. Kwa kipimo hichi nilichopima, naweka mayai 3. Kwa hiyo angalia na kiasi ambacho unatumia kutokana na wingi wa familia yako au kwa wingi ambao unahitaji kutengeneza pancake zako. Baada ya hapo nitaweka ndizi. Naweka ndizi kwa sababu ya utamu. Sawa, unaweza ukajikuta unapikia watoto. Kwa kawaida hizi oats hazina ladha. Kwa hiyo ukiweka hivi badala ya kuweka ile sukari, inasaidia kuleta utamu na pia ile harufu nzuri ya ndizi. Kwa hiyo inatakiwa ndizi mbivu. Ndizi mbivu iliyoiva vizuri kabisa. Baada ya hapo tutaweka asali kidogo tu, na ile tunaongezea ili kupata taste ya pancake zetu. Baada ya hapo basi tutaweka karoti kiasi tu. Tunaweka karoti kwa sababu kuna watoto wengine hawapendi kula karoti zikiwa nzima. Kwa hiyo ukiweka hivi ni katriki na wanafundisha kwa wale wenye watoto, unaweza ukatengeneza kwa namna hiyo na mtoto anapata virutubisho vitamin A inayopatikana katika karoti. Sasa ili isagike vizuri, itabidi tuweke maji. Sawa? Sawa. Ukiweka hivi mtindi peke yake haiwezi kusagika vizuri kwa sababu oats zetu ni nzima. Kwa baada ya kuweka hivyo basi tutakoroga ili maji yafike chini na mtindi ufike chini. Baada ya hapo sasa tutabidi tusage. Tumesha saga mchanganyiko wetu mpaka tukapata uji ambao ni mzito kabisa kwa ajili ya kutengeneza oats pancake zetu. Naona kama inavyoonekana inatakiwa na uzito wa namna hii. Basi tutahamisha kutoka katika jagi letu la kusagia na kuweka kwenye bakuli ambalo ni safi. Dada Nonza, unaweza ukamwambia pia mtazamaji hizi oats au shairi anaweza kazipata wapi kwa ajili ya kuandaa chakula kizuri kabisa kitafunwa? Hizi oats zinapatikana katika maduka. Yaani sasa hivi zinapatikana vizuri kabisa maduka ya Mapemba, unaweza ukayapata. Supermarkets unaweza ukayapata kabisa. Ni bidhaa ambayo inapatikana kwa urahisi. Sawa. Sasa baada ya kuweka kwenye bakuli letu hili, tutafunika na kitambaa chetu safi au kama una chombo chochote cha kufunikia, basi tutakava ili iweze kutulia kwa dakika kama 3 mpaka 4. Hiyo itatusaidia wakati tunapika oats zetu kuweza kuumuka vizuri na kuweza kuiva kwa ndani.
tutaweka mchanganyiko wetu huu wa oats ili tuweze kupata oats pancake kwa dakika 3 mpaka 4. Nadhani dakika 3 mpaka 4 zimeshatimia, na ukiangalia vizuri mpenzi mtazamaji, unaona kabisa zimeka kama bubbles, kama viputoputo hivi. Hii na kudhihirishia kabisa kwamba mchanganyiko wako umeshaweza kuwa tayari. Kwa hiyo baada ya hapa tutawasha moto wetu vizuri hapa na kuweza kuweka pani. Jitahidi pani unayoiweka, unaotengenezea iwe ni pani ambayo haishikishi, non stick. Kwa hiyo baada ya kuweka pani yetu na kuweza kupata moto, tutatumia mafuta ya mzeituni kuweka kidogo katika pani yetu. Tutaacha kwa muda kama nusu dakika hivi ili mafuta yetu yaweze kuchemka na kuweza kuendelea na hatua zinazofuata. Wakati tunasubiri mafuta yachemke kwa sekunde chache, dada Nonza, natamani kufahamu ni kwa nini umetumia mafuta ya mzeituni? Tunatumia mafuta ya mzeituni kwa ajili ya afya. Wataalamu wengi na mimi mwenyewe pia na shauri zaidi kutumia mafuta ya mzeituni kwa sababu ndio mafuta yaliyo salama kwa sasa hivi. Watazamaji wa kipindi chetu cha Jiko Salama, sasa zile dakika ambazo tumesubiri ili pani yetu iweze kupata moto, kwa sasa iko tayari. Tunaifuta vizuri kabisa hapa ili kuondoa yale mafuta yale. Sawa? Hii inasaidia kufanya pancake zetu zisishike. Sawa? Na kutumia mafuta kabisa katika upishi wetu huu. Tumeweka ile mafuta ya kwanza na kufuta ili zisishike kwa chini. Kwa hiyo tukiwa tunaendelea kupika hapa, tutakuwa tutumie mafuta na tutaona zinaendelea kuwa nzuri tu. Na kuhusu kiwango cha moto cha kutumia, natakia moto kiwango gani? Tunaweka moto mdogo kabisa kwa sababu hizi oats ni laini na hatutaki zibabuke na zisiive ndani. Kwa hiyo moto tunaoweka ni moto mdogo kabisa. Kwa hiyo ukiwa unataka kutengeneza nyumbani, jitahidi moto uwe mdogo kabisa. Hii pani ikishapata moto, basi punguza moto ubaki mdogo kabisa. Sawa? Kwa hiyo baada ya hapo tutaweka ule uji wetu wa oats na michanganyiko mingine katika pani yetu. Baada ya kuweka hapo, utasubiria sasa ili ziendelee kuiva vizuri chini na katikati na juu. Na hizi oats ni nzuri sana, vitafunwa vizuri sana kulisha watoto, kulisha wagonjwa na kulisha watu wa rika lote. Kuna watu wanaepuka kula hivi vitafunwa vingine ambavyo ni mikate. Mimi na shauri zaidi ni vizuri kutumia hizi pancake ambazo ni za oats. Sasa katika kuendelea kupika, utaziona oats zetu zinapotea, ule uji unapotea, zinaanza kuweka kama vishimo. Basi hizi ni dalili nzuri kwamba oats yako imechanganyikana na vile vitu vingine vizuri na zimeanza kuiva vizuri kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo baada ya kuona hivi vitobotobo hapa, basi tutageuza. Sawa tutageuza na hakikisha unatumia tu kifaa kama hichi kugeuzia. Usitumie mwiko. Baada ya hapo tutageuza pancake zetu. Unaona zinavyoonekana vizuri. Hii ni kiashiria kabisa kwamba mchanganyiko wetu umechanganyikana vizuri kabisa. Na hapa tunapika bila mafuta. Yaani jinsi mchanganyiko ulivyo ni hivi ulivyo. Kwa hiyo mpaka hapa unaona kabisa mpenzi mtazamaji, vitafunwa vyetu ni salama kwa watu wote. Sawa? Ni vizuri kuepuka mangano haya, kuepuka mihogo hii, vitu vyenye wanga. Ni vizuri kuandaa pancake kama hizi. Na kwa watoto ni salama zaidi kwa sababu zina ndizi hapa, mtoto akila anajisikia amekula kitu ambacho ni kizuri, ni kitamu. Kwa hiyo na shauri zaidi kuweza kuwa washiriki wa oats pancake hizi.
Asante dada Noza, naona pancake yetu inavutia na ni nzuri sana. Je, kuna ulazima wa kuweka ikiwa na saizi hiyo ndogo, au mtu mwingine anaweza kaamua ikawa kubwa ikatoshea hapo kwenye kikaango, au ndio staili yake? Hapana, yani pancake inabidi ziwe raundi ndogo. Yake sasa inakuwa chapati. Na kwa chapati. Kwa hiyo tutaangalia na huko upande wa pili, unaona imeiva vizuri kabisa na inaonekana mpaka ndani. Kwa hiyo hapa tayari tutaendelea na mchanganyiko mwingine. Naona hapa tuweke tena mafuta. Kwa hiyo tutaendelea hivi mpaka uji wetu utakapoisha. Kwa hiyo na hii ya pili utasubiria kama hii ya kwanza ilivyo. Ukianza kuona vitundu basi ujue kabisa inaiva vizuri na moto ulioweka ni mzuri. Jitahidi sana kuweka moto mdogo ili iive mpaka ndani. Kwa sababu hapa tumeweka mayai, sije ikasababisha mtu kala mayai mabichi au kusikia harufu ya mayai. Hiyo na vizuri pia kuweka spices, yani hivi viungo itakusaidia kukata ile shombo ya oats, itakusaidia kukata ile shombo ya mayai. Kwa ile ya pili unaona imeshaanza kuweka vitundu. Ikiweka vitundu hivi ni ishara kwamba imeiva katikati na unaweza ukageuza upande wa pili. Kwa hiyo tunageuza upande wa pili, unaona muonekano wake unapokuwa. Inakuwa inakudhihirishia kabisa kwamba mchanganyiko wako umechanganya vizuri kwa vipimo vilivyo sahihi na imeweza kuiva vizuri. Kwa hiyo tunageuza upande wa pili na kuacha tena iweze kuiva. Kwa hiyo ni kitendo kama cha dakika 1 mpaka dakika 1:30, kitafuna chako kinakuwa kiko tayari. Sasa baada ya kuiacha oats yetu upande wa pili inakuwa imeshaiva, tunaitoa, tunaendelea tena. Nachokumbusha mpenzi mtazamaji unayefuatilia kipindi hichi, ujitahidi usiweke mafuta. Yaani hii tunaenda na hivi bila mafuta na tunatoka vizuri kabisa. Kwa hiyo tunaweka tena na mtindo ni ule, unaiacha, unaisubiria. Ikianza kutoa vitundu hivi basi unajua huku nyuma imeshaiva vizuri kabisa. Baada ya hapo tumeshaona pancake yetu imeshakuwa vizuri, imeshaweka vitundu kama tulivyosema mwanzo, basi tunaigeuza. Baada ya kuigeuza utaiacha tena ndani ya dakika 1 mpaka dakika 1:30 na kwa imeshaiva kabisa. Wapenzi watazamaji, kipindi cha Iko Salama sasa tumeshamaliza katika upishi jikoni na oats pancakes zetu zinaonekana ziko tayari. Sasa tunaweza kuandaa, na tunaandaa kwa namna ipi ili mtu aweze kuvutiwa kula. Nimeweka kidogo kwenye sahani yangu hapa, hizi ni lettuce, salad, ni beach. Tunashauriwa pia tukakula mboga ambazo ni mbichi ambazo zimepikwa, ila angalizo wakati wa kuzosha hizi mboga kisha unazosha vizuri na maji safi na salama au maji ili kuondoa vijidudu au taka ambazo zinakuwa. Basi asante sepetu na karibisha Niva kwa ajili ya kusogea ili aweze kutuambia chakula chetu na testi kinaonekanaje, kina ladha ipi. Asante sana mtazamaji, niko tayari kuonja chakula hiki ambacho kimepikwa vizuri kabisa. Tunakukumbusha kwamba chakula hiki kimezingatia kanuni bora za afya. Baadaye dada Noza atatukumbusha yale mahitaji yaliyotumika
kuandaa chakula hiki, na hapo ndo utaelewa ni kwa nini tunaweka msisitizo wa jiko salama, tukizingatia kanuni bora za afya. Mimi njaa inaniuma sana, dada Nonza, na muonekano wa hizi pancakes unavutia sana zaidi ya kawaida, na ninatamani sasa niweze kuonja na nipate ladha halisi ya chakula hiki kizuri kabisa ambacho kimeandaliwa. Na bila shaka mtazamaji hapo nyumbani au mahali ulipo utafuatilia kwa uzuri na utafanya pishi hili liwe sehemu ya vyakula vya muhimu sana katika familia yako. Ni muhimu sana, na baadaye pia tutakuambia umuhimu wa afya katika pishi hili ambalo limeandaliwa siku ya leo kwa uzuri kabisa. Dada Nonza, mambo yako ni mazuri sana na chakula hiki kinavutia mno sana 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 sana. Karibu hapo, unapata zako vitamini B, unapata zako protein kupitia oats hizo, na kwa tunaweka mboga na katika sahani yetu inabidi mlo wetu tubalance kwa namna nzuri ili uweze kupata virutubisho vyote. Kwa hiyo hapo tuna mboga, tuna oats hizi ambazo zina wingi wa fiber, na watu ambao wanasumbuliwa na digestion na prefer zaidi waweze kutumia hizi oats. Wenye shida ya mmeng'enyo wa chakula. Sawa sawa. Itakusaidia sana, chakula chako kitakuwa kimeng'enyeka vizuri, na pia utajipatia protini ya kuliko kutumia chapati hizi za unga wa ngano mweupe. Kutumia hizi oats pancake ambazo ni nzuri kabisa. Na katika hizi oats zetu mwanzo kabisa tuliweka mayai ya kienyeji ambayo ni nzuri kwa afya, na pia tuliweka viungo ambavyo mimi niliendelea kuweka. Tuliweka mdalasini, tuliweka iliki, tuliweka tangawizi, tuliweka unga, na tukaweka mtindi, na tukaweka pia asali kidogo pamoja na maji kwa ajili ya kusaga, na tuliweka ndizi mbivu kwa ajili ya ladha. Na chakula hichi kinafaa rika zote. Unaweza kutumia watoto, wanaweza kutumia watu wazima, wanaweza kutumia watu wenye ugonjwa pia wa moyo. Inasaidia pia watu wenye ugonjwa wa moyo kutumia vyakula hivi, na inawasaidia sana kwa sababu pia hawahitaji kupata vyakula vyenye wanga mwingi. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kwa sababu pia ina protini na fiber za kutosha. Asante sana. Dada Nonza, karibu tuambie pia chakula hiki kizuri kabisa ninaweza nikala na nini? Kinywaji gani ambacho kinaweza kutumika kikafaa kula kwa kutumia pancakes? Kwanza hizi pancake unaweza nipa ukazila hivi bila chai, tunalika. Nimeziona laini sana. Pia unaweza kufanya juice, unaweza kufanya chai kwa maziwa fresh, na pia ni chakula ambacho unaweza kula muda wowote. Ukala asubuhi as breakfast, ukala mchana, ukala jioni. Yaani chakula ambacho hakina muda wowote maalum. Unaweza ukaziandaa hivi zenyewe ukazila hivi kama snacks pia. Kwa hiyo ni chakula ambacho kinajitosheleza kabisa. Tunatamani tumalize hivi chakula kinachojitosheleza. Na hili ndio Jiko Salama, ambao nakupatia nafasi ya kujifunza na kuandaa vyakula mbalimbali ambavyo vitazingatia kanuni bora za afya yako. Basi, watazamaji, kwa niaba yako mimi ninaonja chakula hiki ambacho kwa kweli kinavutia sana 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 sana. Na unaweza ukaendelea kutufuatilia kwenye kipindi cha Jiko Salama ili uweze kupata nafasi ya kupika vitu vizuri kama hivi kwa ajili ya kutengeneza afya yako. Jiko Salama ni kipindi ambacho kinakuletea fursa ya kujifunza. Haupiki tu chakula ili ni chakula, lakini unapika chakula ambacho ni salama kwa ajili yako na familia yako. Tamu sana. Basi unaweza ukaendelea kutufuatia kupitia kipindi cha Jiko Salama. Vitu vizuri kama hivi vinapatikana kwenye Jiko Salama kwa ajili ya kukusaidia kupata mwongozo wa kuandaa chakula kizuri ambacho kitatengeneza afya yako,
ukaendelea kuwa na afya iliyo bora, wewe pamoja na familia yako na wale wanaokuzunguka. Lakini pia nina habari njema kwa walio wazazi, kina mama wenzangu. Ni vizuri pia katika mlo wako, chakula ambacho unaandaa kwa ajili ya mwanao, ukaweka pia chakula hiki, shayiri au oats, kati ya vyakula ambavyo utakuwa unamwandalia mwanao, kwa sababu itamsaidia mtoto kukua salama katika afya yake, akawa na ukuaji mzuri, lakini pia akaendelea kuwa na afya iliyo njema. Tunatamani kuona watoto walio na afya njema, watoto ambao wanakuwa vizuri, na hilo ni tamanio la kila mzazi. Na hivyo basi, moja kati ya vyakula ambavyo vimeandaliwa siku ya leo na dada Nonza ni hii. Tumeandaa pancakes ambavyo ni vitafunwa ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia oats au kwa lugha ya Kiswahili shayiri. Alikwambia hapo awali zinapatikana kwenye maduka mbalimbali, kwenye supermarket, unaweza kupita kaulizia, basi utaweza kuzipata na ukaendelea kutengeneza vyakula mbalimbali katika nyumba yako. Dada Nonza, tunakupataje tafadhali? Sisi tunapatikanika Mbezi Beach karibu na FM Radio, ndo njia rahisi, lakini tunafanya zaidi online. Tunaandalia watu ambao ni watu wa makundi maalum, kama watu wenye kisukari, tunaandalia diet yao, watu wenye ugonjwa wa moyo, watu wenye ugonjwa wa figo na magonjwa ambayo yanafanana na hayo, na pia watu ambao wanataka kula chakula ambacho kimekamilika, chakula ambacho kiko balance, sisi tunaweza kuandalia. Na kuna wale watu ambao wanahitaji kupungua uzito, kwa hiyo tuna vyakula vyao, tuna diet zao ambazo tunaweza kuandalia na tukaweza kuwafanyia delivery. Kwa maelezo zaidi na kwa namna gani ambavyo tunaweza kufikia na tukafanya huduma zetu, kwa namba ya simu ya mkononi ni 0690077777. Zaidi tuko WhatsApp, ndio tunapatikanika kwa haraka zaidi. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninakushukuru sana kwa kutenga muda wako wa thamani wa kufuatilia kipindi cha Jiko Salama leo hii. Tunapotia nukta na kukumbusha kuendelea kufuatilia kipindi cha Jiko Salama ili kuendelea kutengeneza afya yako moja, tukiwa na madhumuni kupitia kipindi cha Jiko Salama ukajifunze namna sahihi ya kuandaa chakula bora kwa ajili ya afya yako na familia yako unayoipenda na kuithamini. Lakini pia tunakukumbusha matumizi ya nishati safi ya kupikia ambayo itakutoa kwenye hatari ya kupata magonjwa mbalimbali. Achana na matumizi ya mkaa na kuni, lakini badala yake tumia nishati mbadala ambayo ni safi na salama kwa ajili ya afya yako. Lakini pia usisahau kuzingatia kanuni bora pia za afya katika usafi mahali unapoandaa chakula chako jikoni. Wewe mpishi uwe msafi na jiko lako liwe safi ili chakula utakachokiandaa kikaweze kuwa salama. Tunatia nukta leo kwenye Jiko Salama. Asante kwa kutufuatilia. Mimi ni Aniva Mongola, tukutane tena wakati mwingine kwenye Jiko Salama. Na wakati mwema na afya yako.